Siku hizi mambo yanakwenda kidigitali zaidi, yaani kadi za michango na mialiko zinasambazwa kwa njia ya SMS na WhatsApp. Tunatoa huduma za kusambaza kadi nzuri na za kuvutia, yaani stylish. Tunasambaza kadi kwa njia ya SMS na WhatsApp kwa waalikwa wote ndani ya dakika 30 tu. Tunawapigia simu waalikwa wote kuhakiki kama wamepokea kadi. Tunaskani kadi siku ya sherehe kuepusha uzamiaji. Baada ya sherehe, waalikwa wote watatumiwa kadi ya shukrani. Usipoteze muda wako kutembeza kadi nyumba kwa nyumba. Watumie kadi direct kwenye simu zao za mkononi, iwe smartphone au kitochi. Tupigie kwa simu nambari 07474098 au tucheki WhatsApp kwa namba 0763530877. Kwa kadi za kijanja, sisi ndo namba moja. Chuo cha ufundi stadi VETA kimeomba Tanzania kuwapeleka vijana wao kusomea fani mbalimbali za ufundi stadi ili waweze kupata maarifa yatakayowawezesha kujiajiri au kuajiriwa baada ya kuhitimu masomo yao. Wito huo umetolewa na mwalimu wa ufundi seremala kutoka VETA Ayubu Omari wakati akitoa elimu kwa waandishi wa habari waliotembelea banda la VETA katika maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara Sabasaba yanayoendelea katika viwanja vya Mwalimu Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Kwa jina naitwa Ayubu Shabani Omari, ni mwalimu wa VETA ya Mikumi. Nimekuja katika maonyesho ya Sabasaba ambapo kauli mbiu inasema kwamba maonyesho ya Sabasaba kimataifa ni fahari kwa Tanzania. Sasa ukija kwa upande wa swala la VETA imejikita katika kulenga kuwapa watu stadi za maisha. Katika hizo stadi za maisha ni katika kuwapa mafunzo ya aina mbalimbali. Kwa mfano, kwa upande wa pale kwetu VETA Mikumi, mimi ninafundisha fani ya useremala ambapo tuna kozi ndefu ambao ni ya miaka 2 pamoja na short course ambao ina miezi 3 na mpaka miezi 6. Sawa, tuambie leo msimu wa Sabasaba. Katika msimu wa Sabasaba nimekuja hapa na product 2 ambazo zimetengenezwa kwa kutumia miti, ambapo tumesema kwamba maonyesho ya Sabasaba ni fahari kwa Tanzania, na maana tumekuja kuonyesha fahari, miti ni fahari kwa Tanzania katika kutengeneza furniture za aina mbalimbali. Kwa hiyo katika hizo furniture zilizokuja nazo 2, moja hapo ilikuwa ni disability toilet stool ambayo imechukuliwa. Hiyo ililenga katika kutatua tatizo kwa Mtanzania yule ambaye anakuwa hawezi, mwenye ulemavu wa miguu, hawezi kujisaidia. Kwa hiyo ilikuwa anatumia ile stool kuweza kujisaidia kwa urahisi, ambapo imeshachukuliwa hapa jana. Lakini leo bado tunao hii showcase maalum. Hii ni showcase maalum ambayo pia imelengwa katika kutatua tatizo la Mtanzania yule ambaye anayeanza maisha, kwa sababu anapoanza maisha anakuwa na chumba kidogo. Kwa hiyo hii showcase inaitwa expansion showcase, ina uwezo wa kuextend, ikatanuka, kwamba pale anapopanda kimaisha akawa na amejenga nyumba yake na amepata sehemu kubwa ya kufunga showcase, ina maana hii showcase ina extend, inatanuka. Kwa hiyo hatapata hasara ya kununua tena furniture nyingine, ina maana ataitanua hii, ataitumia kama inavyoonekana. Okay, sawa. Na sasa tuambie katika vyombo vyenu katika hapo katika hiyo chuo ninachofundisha useremala, ina kozi hiyo ni ya useremala, ni carpentry and joinery. Na maana katika kozi hiyo nina wanafunzi 11. Katika hao wanafunzi 11 ambao ni wa mwaka wa kwanza wako 11 na wa mwaka wa pili wako kama 14. Kwa hiyo tunapowapa mafunzo hawa, yule wa mwaka wa kwanza akienda mwaka wa pili akishafaulu ndio anachaguliwa, anaruhusiwa kujiunga na kidato na level 3, ambapo atasoma kule kwetu Mikumi au chuo chochote ambacho kinatoa mafunzo ya level 3.
Sasa labda akishamaliza shule, je, kuna ofa yoyote kama kuajiriwa au vitu vingine kuambiwa kwa sababu mwanafunzi huyo anapokuja kusoma pale tunamfundisha fani hiyo ya ufundi pamoja na ujasiriamali. Unapofundishwa ujasiriamali, ina maana yeye baada ya kujua huo utaalamu wa kutengeneza furniture, ina maana anaiali kwamba baada ya kumaliza hiyo mafunzo anaiali ya kujitegemea, akaamua kufungua, akajiajiri mwenyewe, akafungua ofisi yake, akawa anaendesha maisha yake, au akaajiriwa sehemu nyingine, au akaamua kuendelea na masomo kwenda juu zaidi, ambapo atatakiwa kama amaliza level 2 atasoma level 3, kwa level 3 basi atakwenda kusoma diploma ya fani. Kama sio diploma ya fani, basi atasoma ataendelea, ataweza kusoma hata ualimu usaidizi. Sasa katika product yetu ya leo nimetumia vitu gani? Nimetengeneza vitu gani? Hii product ambayo nimekuja nayo kwenye maonyesho. Product hii ambayo tumekuja nayo kwenye maonyesho tumetumia mbao ambao ni mti wa msedelea. Mti huu ni mti imara ambao hauliwi na mchwa. Mti huu hata ukitengeneza kabati za ukutani ambazo zinafungwa kabisa ukutani haiwezi kuliwa na mchwa. Na ndio maana tumeileta ili wananchi waijue hii mbao, na kama kuna uwezekano waje hizi wapate furniture hizi ambazo tunatumia mti huu wa msedelea. Ni mti imara ambao unatumika kutengenezea milango, makabati ya nguo na vitu vingine vingi ambavyo vinatengenezwa kwa kutumia mbao. Sawa. Soko lipoje kwa VETA na wateja? Ninapenda kuwakaribisha watu au Watanzania walete vijana wao kusoma VETA. VETA inaondoa changamoto ya ukosefu wa ajira. Ina maana mtu akisoma pale atajiajiri mwenyewe au ataajiriwa kutokana na elimu bora ambao watakuwa mnaipata VETA. Kwa hiyo tunawakaribisha watembelee au waje kwenye vyuo vya VETA kwa ajili ya kupata mafunzo ya ufundi mbalimbali. Kwa mujibu wa Mwalimu Omari, mwanafunzi anapojiunga na VETA hafundishwi tu kutengeneza samani au kufanya kazi za ufundi, bali hupewa maarifa ya ujasiriamali yatakayomwezesha kutumia taaluma yake kujiajiri au kuajiriwa katika sekta mbalimbali. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu.